watumishi wa Mungu ninyi ambao mmezoea kuitwa na waheshimiwa ninyi, msigeuke kuwa wajipendekezaji. Mnapopata nafasi hiyo kukaa na waheshimiwa, waambieni ukweli. Ninyi watumishi wa Mungu, ninyi maaskofu, ninyi mnaopenda kwenda kula vitu vya ikulu, ninyi na msemi ukweli juu ya taifa, ninyi siku moja mtasababisha mabaya makubwa sana kwenye taifa hili. Mtumishi wa Mungu si mnafiki. Mtumishi wa Mungu ni mtu wa kuokoa nchi. Na mtumishi wa Mungu, enyi serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, msiwatumie watumishi wa Mungu vibaya, taleta laana. Si watu wa kuwapabasha na kuwaleta vipindi vyenu vya uchaguzi karibu ili kuwatumikisha mawazo yao. Wacheni wasimamie kusudi la Mungu, waliombe taifa, wasimame kama nabii na mitume wa kweli, wenye kutamka sheria za aliye hai, wenye kuona hatari na kuisema. Mmekula vitu vya ikulu ninyi maaskofu na ninyi wachungaji, mkapuka chini, uwezo wenu ukaibiwa, mmekosa nguvu na ujasiri wa kusaidia nchi. Nataka tufanye mnaongea vipindi vitu vya ajabu wakati mmepewa nafasi kwenye taifa. Bahati mbaya tuna watumishi wa Mungu siku hizi, ukiwa mkutano mkuu wa CCM wamo, basi ya waziri mkuu wamo. Wako wapi watumishi wa Mungu kama kina Shadraka, Meshaki na Abednego? Walimwambia mfalme, sikiliza, hiyo sanamu uliyotunika pale hatuiabudu. Tunajua wameweka moto kwa ajili yetu sisi, lakini hata kama Mungu tunayemtumaini huyu aliyeumba ulimwengu huu hata tuokoa, sisi hatutakuabudu wewe. Wako wapi watumishi wa Mungu aina hiyo? Wako wapi? Leo naweza nikasema watu wanaofanya kazi ya kuhubiri mema ni hao watu waliovaa combat kuliko wachungaji na maaskofu nchini. Alafu tukisema mnasikia sasa nendeni tu pole pole, tumieni hekima. Hekima ya msingi katika maisha ni kukemea uonevu, kukemea dhulma na kukemea ujangili wowote katika nchi. Hakuna, ukianza kuona unatafuta maneno ya kuzunguka pale haki inapoonewa, umeanza kuwa mnafiki. Njoni tuzungumze. Biblia kitabu cha Yeremia sura 6 nianze mstari wa 13, anasema kwa maana tangu aliye mdogo hata aliye mkubwa miongoni mwao kila mmoja ni mtamanifu, na tangu nabii hata kuhani kila mmoja hutenda mambo ya udanganyifu. Wameiponya jeraha ya watu wangu kwa juu tu, wakisema amani amani, wala hapana amani. Lakini Yeremia hiyo 5 mstari wa 30 anasema ni jambo la ajabu na la kuchukiza limetokea katika nchi hii. Manabii wanatabiri uongo na makuhani wanatawala. Wakati wa makuhani walikuwa ndio watawala, yani ndo wanasiasa kwa lugha ya sasa hivi, na makuhani wanatawala kwa msaada wa hao. Na watu wangu wanapenda mambo yawe hivyo, nanyi mtafanya nini mwisho wake? Nisema ya kwamba kwa mambo kama haya pengine ya Padri Kitima imefanyika siku hiyo, usiku wake unasikia Mdude Nyagali kachukuliwa na damu imetapakaa ndani ya nyumba yake mpaka barabarani kukuwa na burutwa na watu wasiojulikana. Unaona kilio cha mke wake kwa sura kama hii, na kilio cha watu wengi ambao wamelia kwa kupotelewa na ndugu zao kwa namna ambazo zinahusisha utata fulani. Kuna mara unafika mara hata unakaa unasema sioni hata pa kuanzia ni wapi. Sioni hata, ni kama yote nimeshaongea. Lakini na wengine wamesema kweli yote umeshaongea, umeshajulikana nia yako unataka nini. Kwa mujibu wa Biblia
unatakiwa uendelee tu kuongea mpaka dakika ya mwisho ya uhai wako, kwa sababu ni kwa kuongea sana wanadamu wamebadilika mioyo na kutosikia chochote juu binadamu mwingine. Lakini pia ni kwa kuongea sana wanadamu waliwahi kugeuka na kuwa wema. Ni kwa kuongea sana wanadamu wanaweza wakageuka wakabadilika na wakawa kitu kingine. Kwa hiyo tutafuata Biblia ambayo yenyewe inaona kuna kuongea, endelea tu kuongea. Nani agizwe endelea tu kuongea. Wanasikia wasikii, wanapenda wapendi, wanachukulia sawa, wanaendelea kukuchukia zaidi na kupanga mabaya zaidi juu yako. Biblia inasema piga kelele wala usiache, katika Isaya 58 mstari wa 1. Piga kelele wala usiache, paza sauti yako kama tarumbeta, uambie watu wangu kosa lao na Yakobo dhambi yake. Na maandiko mengi ambayo nimeendelea kusomea siku hata naendelea kutoa wito na mwisho namalizia kwa kusoma Biblia. Lakini nitoe wito kwa mamlaka na mtu yoyote unayenisikia. Cha kwanza ni njoni tuzungumze. Nitasoma andiko hapa leo kwa urefu kidogo inalohusiana ambalo mambo yalifika kama hapa yalipo kwenye nchi yetu. Mungu alimuinua nabii Isaya akasema, ebu waambie watu maneno haya. Leo nitaenda kuisoma kwa urefu kidogo, lakini kabla sijasoma nitoe wito huu ya kwamba njoni tufike mahali wote tuache kusema hatujui kilichofanyika. Njoni tufike mahali wote tuache kusema tumewakamata washukiwa, ili hali wakiwa tayari wameshafanya jambo lenye madhara. Yaani kwa mfano watu wameua watu, wameshaua mtu, alafu ndipo tunaanza kusema tumewakamata. Hapana. Nchi wanadamu tusiwe hawa. Njoni tutafute njia ambayo mimi najua kwa mujibu wa neno la Mungu imo. Tutafute njia ya kuzuia kabla mtu hajafanya madhara. Tuwe tena sio tumkamate, tumuonyeshe unataka kufanya dhara lile, acha. Ukiendelea kuwaza kutaka kufanya, tutakukamata, sio baada ya kufanya. Inawezekana tunaweza tukawa hao. Njoni tuache kusema hatujui, ama tuache kusema wasiojulikana. Njoni tuwajue. Uwezekano wa kuwajua, tukitaka tunaweza kuwajua. Njoni tuache kuimba amani amani. Kuna amani, tuna amani wakati kuna mioyo ya watu inalia, wakati kuna watu wanalalamika huko, wakati kuna watu wanasema ameuawa ndugu yangu, katekwa ndugu yangu. Nimewaambia mara kadhaa na nitabaki kuambia maneno haya ya kwamba hakuna unayeweza kusema una amani wakati kuna ndugu yako analia. Hapa pana msiba, hapa kuna watu wanalia, kuna mtu amegongwa na gari, hapa kuna ajali imeua watu, hapa kuna watu wanasema nimepotelewa na mtoto, nimepotelewa na mume, nimepotelewa na ndugu yangu amejeruhiwa, ameumizwa, kama hivi akina Padri Kitima, kama akina Mdude Nyagali mke wake, bila shaka unaziona picha hizi. Njoni tufike mahala tuache kuimba amani, kusema hii ni amani, wakati kuna mwenzetu analia kwa sura 1, 2, 3. Amani iwe ni amani. Mimi naendelea kukaza neno hili. Amani inategemea si hali yako tu wewe, umekula, umeshiba, umetembelea gari zuri. Amani isiwe kwa sababu ya posho fulani uliopewa wewe uimbe wimbo amani. Amani iangalie mwingine anajisikiaje, na kama ajisikii vizuri, njoni tuzungumze. Sasa nisome hilo neno njoni tuzungumze.
na nimalizie hapo katika kitabu cha Isaya sura ya 1. Nasoma kwa urefu kidogo kuanzia mstari wa 18 mpaka mstari wa 26. Nasoma kwa urefu kidogo, ambaye kwako Biblia ni ramani, ni moja ya ramani, ama uiamini uipendi, lakini kuna vitu vingi huwa inasema vinafanana sana na aliyokupata, yatakayokupata. Naamini utasikiliza aka kipengele pia kwa utulivu. Asante. Isaya 1 mstari wa 18. Kwanza nianzie tu 16. Sema, jiosheni, jitakaseni, ondoeni uovu wa matendo yenu, usiwe mbele ya macho yangu, acheni kutenda mabaya. Jifunzeni kutenda mema, takeni hukumu na haki, wasaidieni walioonewa, mpatieni yatima haki yake, mteteni mjane. 18. Haya, njooni tusemezane, asema Bwana Mungu wetu sote. Dhambi zenu zijapokuwa nyekundu sana, zitakuwa nyeupe kama theluji, zijapokuwa nyekundu kama bendera, zitakuwa kama sufu. Kama mkikubali na kutii, mtakula mema ya nchi, bali kama mkikataa na kuasi, mtaangamizwa kwa upanga, maana kinywa cha Bwana kimenena haya. 21. Mji huu uliokuwa mwaminifu, Tanzania hii iliyokuwa mwaminifu, umekuwaje kahaba? Mji yeye aliyejaa hukumu ya haki, haki likaa ndani yake, bali sasa wauaji. Mmekuwaje wauaji? Huo ni wito wa Isaya, ni wito wa nabii Isaya. Hali ya mambo kwenye dunia na nchi waliokuwepo ilipofika kwenye hatua mfano wa hii iliyopo kwenye nchi yetu. Fedha yako imekuwa takataka, divai yako imechanganywa na maji. Sikia 23. Wakuu wako ni waasi na rafiki za wevi. Wakuu wako ni waasi na rafiki za wevi. Kila mtu hupenda rushwa, hufuata malipo. Huangalia ni hufuata malipo tu, akalipwa nini hicho ndo naenda kufanya. Hawampatii yatima haki yake, wala maneno ya mjane hayawawasilii. Kwa hiyo asema Bwana, Bwana wa majeshi, mwenye enzi wa Israeli, nitapata faraja kwa hao wanipingao, nitatoa kisasi kwa adui zangu, nami nitakuelekezea wewe mkono wangu na kukutakasa takataka zako kabisa, na kukuondolea bati lako lote. 26 na mwisho. Nami nitakurejeza upya waamuzi wako, nami nitarejeza upya waamuzi wako kama walivyokuwa hapo kwanza, na washauri wako kama hapo mwanzo. Baada ya hayo utaitwa mji wa haki, mji mwaminifu. Mungu alibariki neno lake. Mungu ibariki Afrika. Mungu ibariki Tanzania. I have a dream. Ninayo ndoto. Tanzania inawezekana kuna wakati itakuja kuishi katika maandiko haya, lakini njoni tuzungumze. Hakika yake wengi wenu ambao leo hii mnaona mnaweza mkawa mnanufaika na hali iliyopo na mkawa mnaimba hii ndio amani, amani, amani. Elisha aliwahi kumwambia ngoje na mlinzi na msaidizi wa karibu wa mfalme, akasema siku hizo za watu wote kuimba amani na ikawa amani kweli, kuimba haki na ikawa haki kweli, utaziona kwa macho lakini hautazila. Chakula utakiona lakini hutakila. Aishi hivyo Mungu. Mungu ataamua kati ya maneno haya na kila ambacho utakishikilia. Asante kwa kunisikiliza.
Hii ni sauti ya mtu aliyetoka gerezani. Anasema, itengeneze njia ya Bwana, nyosheni mapito yake, ili mtu atakayeteswa, atakayefungwa, atakayeuawa, atakayefiwa, ama afaye katika Bwana tangu sasa, pate kupumzika mara baada ya taabu yake. Tazama, Mungu mwenye haki yu karibu kuja. Hii ni maana neno Maranatha.